Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo Machi 7 mwaka wa 2021. Kichwa cha somo la leo kinasema hivi. Kwa nini Mungu ataruhusu dhiki kuu? Tumekuwa kama utangulizi tunasoma na somo la leo ni refu kidogo. Sijajua kama nitamaliza lakini ngoja niende haraka labda nisogeze. Tumekuwa kwa muda wa wiki hii ni wiki ya 6. Wiki 5 zilizopita tulijifunza masomo yanayoitwa Bible prophecy, masomo ya unabii wa siku za mwisho ambayo tuliona pia ni masomo hayafundishwi makanisani. Watu wanaishi hapa duniani kana kwamba hawatakaa waondoke. Kama vile wamefika, yani wameweka na mizigo chini kabisa na kushindilia. Lakini Biblia inasema na Biblia imesema mambo mengi sana kuhusu mambo ya siku za mwisho. Wote tunajua na kwamba mambo haya hii dunia itafikia mwisho wake. Fika wakati fulani itaisha. Sasa Biblia imekuwa inasema hayo mambo na wiki 5 zilizopita tulikuwa tusoma hayo mambo, tukasema tutaongeza na wiki ya leo itakuwa wiki ya 6 na wiki ijayo. Baada ya hapo tutafunga tutaenda kwa masomo ya kawaida. Tutasubiri kipindi tutakapokuwa tunasoma vitabu vya Daniel na kitabu cha Ufunuo. Sijajua ni lini tutavianza. Lakini tutakuwa naamini tutakuwa tumeshajua mambo mengi, sio wageni wa haya maandiko. Wiki 3 zilizotangulia za mwanzo zile tulijifunza masomo yaliyokuwa na muktadha wa anasema kwenye Biblia kwenye Mathayo 24 muktadha wa mwanzo wa utungu. Maandalizi ya vipindi hivi vya dhiki kuu. Kristo anasema mtakapoona mambo hayo yanaanza kutokea, msitishwe. Huo ni mwanzo wa utungu. Hebu tusome haya maneno kidogo. Tusome katika Mathayo ni kama utangulizi. Na kwa hiyo zile wiki 3 tunaenda huko, lakini zile wiki 3 tuliona picha ya mambo 5 ya mambo yanayoashiria mambo yasiyokuwa ya kawaida. Na mengine tuliona ni mambo yalishakuwepo zamani, lakini tukaona kwamba sana mtoto anayefanya mtihani unasikia alikuwa anafanya mtihani, lakini huko katikati alishafanya mitihani mingi. Unaweza kukuta mtoto anamaliza ameshafanya mitihani hata 200. Lakini kuna mtihani mmoja wa mwisho mkubwa. Kwa hiyo tunaona kwamba hayo mambo ya nyakati yalikuwepo na dalili zake, lakini nyakati zilizopo zinajifanana. Tulithibitisha kwa kuangalia yale mambo 5. Yanayoashiria kwamba sasa huo mwanzo wa utungu huko unaanza kuchemka. Kama ni maji anaanza sasa, kama unachemsha unasikia anaanza kutoa sauti. Unajua joto kameanza kuingia. Lakini tukaona wiki 2 zilizofuata tukaona mambo mawili makubwa. Nani anakumbuka zile dalili 5? Dalili 5 tulizoona ilikuwa ni nini? Tunaona mambo ya magonjwa, vita na njaa. Tukasema vitakuja kwa nyakati tofauti, lakini kama taswira ya magonjwa huwezi kusema kwamba haipo. Na mtu anakuambia asiyeiona ajue ni kipofu akafumbuliwe macho upya. Vita anayesema kwamba salama dunia iko salama naye ni ajabu sana. Na njaa vile vile. Ukiona mbegu za dunia zimekusanywa sehemu moja na tumeshapewa mbegu mbadala zisizozaa zaidi ya mwaka mmoja, ujiandae kabisa. Na tukaona vitu vingine, tukaona dalili ya muungano wa dunia. Dunia ina tabia za kuungana, kutengeneza serikali moja, dini moja na nini. Na leo hii mkuu wao wa dini yuko hapo kwa Waislamu hapo yuko Iraq. Babiloni. Unajua Babeli ilikuwa Iraq. Mtu anapitia ndani ya historia ya miguu yake. Wameamua kurudi kule walikotokea kwenye mizizi. Babeli ya kwanza ilikuwa kule Iraq kwenye nchi ya Shinar. Kwa hiyo Yesu anasema mbona mambo mwanze kujiandae, lakini msitishwe. Kwanza anasema msitishwe. Haya mambo lengo lake sio kutishwa. Ukiona kwanza sio wengi wanaotishwa. Mtu anayetishwa ni yule mtu ana moyo na akili anajua kuna tatizo. Wengine wamelala. Na nikumbushe pia muktadha wa haya masomo Yesu na ulitokana na somo alilofundisha Yesu kwenye Mathayo 15. Mathayo 15. Aliposema hivi mnaweza mkasoma mambo ya anga na majira na mkasema mvua zinanyesha. Kwa nini mnashindwa kusoma majira yanayowazunguka nyakati hizi? Aliyoshangaa watu kweli kweli.
Sasa tuliona ile somo linatuhusu sana. Majira na dalili zinajitosheleza. Yesu anasema inakuwaje dalili? Leo hii watu wanaamkia kwenye pombe, wanaamkia kwenye Simba na Yanga. Wanaamka wanapiga picha, wanaonyesha uzuri wao. Huu uzuri hauwezi kuwa mzuri katikati ya njaa. Unakuwa mzuri kwa sababu una shibe. Lakini siku mtu amekonda, ngozi inagusana na mfupa, huo uzuri haupo. Amina. Lazima utafute neema ya Mungu ili kusudi uzuri basi uendelee. Lakini leo watu wanashinda kwenye mitandao wanaonyesha. Wengine wanapiga picha wamegeuka. Wengine wanaamka wanaonyesha uzuri wake, mwingine anacheka na kuonyesha. Unacheka kwa sababu una shibe. Unacheka kwa sababu hakuna mabomu ya manyuklia yanayo bado yameshikiliwa. Anasema kuna anayezuia. Yesu anasema haya mambo yapo. Na washangaa kwa nini hamuyafikiri. Ndio yalikuwa masomo matatu ya kwanza kama mnakumbuka. Na ujuzi kuongezeka. Na hili somo la ujuzi nadhani kuna sehemu zinafundisha. Wiki ijayo wanaandaa vitu vingi kabla, kwa hiyo sijui ni lini. Labda tulisema habari ya ujuzi. Ujuzi kuongezeka, hizo dalili zote. Na sikumbuki vitu vingine tulivyoviona. Tulivyoviona kwenye masomo mawili yaliyofuata tukaona sasa hayo mambo ya dalili yanakuwa yanaelekea kwenye kinywa cha dhiki kuu. Tukahubiri na kudhibitisha kwa maandiko mengi makanisa yamedanganya watu wao, na tukaona somo lilofuata tukasema sababu ya kudanganya ni nini. Lakini sababu ya kwanza kwamba kanisa na watu wanaoamini Yesu Kristo watapitia katika dhiki kuu. Na tukaona actually kwamba hasa litawalenga yani hao wanaosema kwamba halitawagusa kimsingi ndio linawalenga. Dhiki kuu itaipiga dunia nzima, lakini hasa itakuwa inawalenga. Ni kama vita. Ndani ya vita mtu hata asiyehusika anaweza akapigwa na vita akafa. Lakini unaweza kukula kuna vita, kuna mtu anatafutwa ndani ya vita. Unadhani kwenye vita watu wote wanakuwa wanatafutwa sawa? Hapana. Kwa hiyo tukathibitisha kwa maandiko ya Biblia mengi kabisa. Wewe hakuna anaweza kuyabishia. Hayupo kimsingi. Kwa hiyo tukaona kwenye zile wiki 5 zilizopita, 3 za kwanza na 2 zilizofuata. Sasa nikaona niongeze somo linalotuambia sasa huyu ni Mungu wa namna gani ambaye ana wateule wake wanaompenda. Halafu anawaruhusu wanapita kwenye matatizo sasa, kwenye dhiki. Tuone sababu. Unajua sehemu nyingine tunasema mteteeni Yesu. Tumtetee Mungu. Tuone kwamba watu wanaweza kusema ni Mungu ambaye hajali. Kwa nini sasa kama na ndo maneno wanayoulizana watu wa makanisa. Sasa kama Mungu ni mwema, anawapenda, kwa nini sasa unaona umekosea? Kwa nini sasa atawaruhusu wakapita kwenye dhiki? Tuangalie Biblia inajieleza. Kwa hiyo somo la leo nasema kwa nini Mungu ataruhusu dhiki kuu. Nikipata muda na sidhani kama nitaupata. Na sitaihubiri, lakini nikipata muda nitaigusa. Kwa nini pia Mungu ataruhusu sasa nyumba ya dhiki kuu? Baada ya dhiki kuu kutakuwa na unyakuo. Baada ya hapo kwa nini Mungu ataruhusu ghadhabu yake imwake juu ya dunia? Yaani mapigo makubwa zaidi. Na hiyo ina sababu zake. Na sababu zake zinakaribiana na hizi za dhiki kuu. Kwa hiyo ndio haya mambo yatokao. Tufanye rejea za haraka rejea 2, 3 za haraka. Kwa kweli za haraka. Ili kusudi tuone kwa maandiko ya leo. Tujikumbushe tunapojibu hoja za kwa nini Mungu ataruhusu dhiki. Dhiki ni ipi inayoongelewa? Turudi tena kwa Mathayo 24 anasema katika kitabu cha tunaenda haraka kwa kweli. 24:12 24:21. 24:21 na 22 anasema hivi. 24:21. Kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupishwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Sasa swali huwa linaulizwa, hao wateule ambao watakuwa hawapo, hizo siku zitafupishwa kwa ajili ya nini? Kama haziwahusu. Lakini Biblia inasema wateule kutakuwa na dhiki kubwa. Ndio inaitwa dhiki kuu. Na itafupishwa kwa ajili ya wateule. Na hiyo mistari inajibu ile hoja anakuambia tutakuwa tumeshatwaliwa watu. Hapana. Biblia iko wazi, ni watu wameamua. Mtu asiyesoma Biblia chochote anaweza kadanganya na akajiaminisha hivyo. Watu wasome Biblia basi. Lakini sisi tunaosoma tukubali tusidanganywe. Tuwe makini. Hiyo rejea. Kwa hiyo tunaona habari hiyo ndio dhiki kuu tunasema. Kwa nini Mungu atairuhusu hiyo dhiki? Tena anasema ni kubwa kuliko zote. Sasa kwa nini Mungu atakuruhusu wewe unayempenda?
Mimi naye mpenda. Kwani hataruhusu kama itatukuta tukiwa bado katika mwili huu kabla hatujazeeka. Na naamini na sipendelei sana lakini itatokea. Kasi mambo ni kubwa mno. Sasa tuangalie rejea ya pili Ufunuo 6. Rejea haraka. Hizi ni rejea kwa sababu tulishaziona. Ufunuo 6:9 mpaka 11 anasema hivi. Ufunuo 6:9 anasema na alipofungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini kuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi. Mstari wa 11 nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao kwa vile kama wao. Hapa wateule wameokoka kweli hawajapitia kwenye dhiki. Mstari uko wazi. Unasema na haya ni maono aliyoona Yohana anasema sawa sawa na Biblia katika neno alilonena Kristo kwa kinywa chake. Hizo ni rejea. Kwa nini sasa Mungu ataruhusu hivi? Kwa nini? Hoja inayo nani rejea ya 3 tunaiona kwenye Ufunuo 7:13 anasema hapo tupo kwa mbele kidogo. 13 anasema Ufunuo 7 anasema akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Mstari wa 14 nikamwambia Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia hao ndio wale wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalo lake naye aketie katika kile kiti cha enzi atanda hema yake juu yao. Unaona kwamba hawa watu wametoka katika ile dhiki kuu wako kwenye mbele ya enzi ya Mungu. Sasa mtu anakuambia tutakuwa hatupo. Basi haumo katika hawa. Kuna sehemu nyingine sio kwa Yesu. Tunawaona ni rejea 3 zote zinaongea kitu kimoja na tunaona ni wateule wametoka katika dhiki kuu. Hakuna anaweza kubisha maneno. Wanabisha kwa sababu tu wameamua watabisha unasema akina makanisa yanayohubiri injili za uongo. Na ni mengi. Wanabisha kwa matusi. Lakini na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa roho wa Mungu hawawezi wakasoma wakaelewa kabisa. Ni sawa mtu aende akuandikie kwa Kichina sababu nzuri kama 50 aziweke pale na ni kwa Kichina. Akwambia unaona iko wazi. Mtu akisoma anaona tu michoro kama miguu ya kuku. Lakini ni sababu nzuri lakini ni kwa Kichina. Hizi sababu ni nzuri na ni maelezo ya Mungu lakini kwao ni Kichina kwa sababu wana tabia ya asili ya mwilini hawana uwezo wa kuyafahamu maneno kwa sababu yanafahamika kwa jinsi ya roho wa Mungu. Amen. Kwa hiyo yako wazi nani anaweza kubishana na maneno matatu kwanza? Na ni Biblia nzima. Sasa tunatafuta sababu ukisoma katika Ufunuo mlango wa 6 tuliona mihuri. Ile mihuri ilikuwa inakuja na watesa wateule wa Mungu na dunia. Lakini aliyekuwa anaiachia ni nani? Aliyekuwa anaiachilia ni malaika wa Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba ni Mungu anaachilia lile zoezi. Anayetenda ni shetani. Ni sana mtu umpe mtoto umwambie labda unamfundisha kusonga ugali. Hebu shika na akina mama mfundisha watoto lakini wakiwa wakubwa kidogo. Hebu shika anakuwa anazungusha mwiko anafanya nini? Atafikiri yuko anasonga kumbe wewe ndio umemshikia. Kwa hiyo na shetani anaweza kafikiri anaisa dunia kumbe anayeachia mihuri ni Mungu mwenyewe, ni makusudi ya Mungu. Aliyeshika mpini Mungu hakuna wakati ambapo anaacha. Hakuna kitu kinafanya. Sehemu nyingine anasema hakuna jambo lolote linalofanyika bila Mungu kuruhusu. Sasa tunaangalia sasa. Ulikuwa utangulizi mrefu kidogo lakini ambao ni mahubiri yenyewe. Tunaangalia kwa nini sasa Mungu ataruhusu sasa hiki kipindi. Na tukijibu vizuri hili swali litasaidia na wale watu wanaokuambia tutakuwa tumeshaondoka. Tutakuwa hatupo. Na wanatumia mstari mmoja tena nao wa uongo. Tushaona wa Tesalonike mlango wa 5 mstari wa 8. Wanaosema Mungu hakutuita kwa ajili ya ghadhabu. Tukwambia ghadhabu sio dhiki kuu. Ghadhabu atapigwa watu wa dunia lakini dhiki kuu ya miaka 7, 3.5 ya kwanza, 3.5 ya pili mikali zaidi itakuwa ni tofauti na ghadhabu ya Mungu. Ndiyo tunayoongelea.
Sasa tukilijibu vizuri hili swali kwa maandiko, kama kuna mtu ana roho wa Mungu lakini amechanganywa kidogo, ataelewa, ataacha kuamini ule uongo kwamba atakuwa hayupo wakati dunia inajiandaa kumtesa wakati yupo duniani. Hoja ya kwanza tunaona inayotufanya itakayomruhusu Mungu, itakayomfanya Mungu aruhusu dhiki kuu iwapate watu wake. Nani? Mungu ni mwenye haki. Ndio sio? Mungu ni mwenye haki. Kila kazi ya Mungu ina makosa. Watu ni wepesi kuisema siku ya misiba tu kwa sababu hawana la kufanya. Kimsingi wangeweza kupambana na Mungu wengine wao. Lakini hata katika hili Mungu hata akiruhusu wateule wake wakapitia katika adha na dhiki kuu hana makosa kwa sababu ameieleza majibu. Naweza ngasema Biblia haijaeleza wazi moja kwa moja kwamba sasa ninaleta dhiki kuu kwa sababu ina, lakini kuna misingi mikubwa inayotuonyesha ni kwa nini Mungu, na majibu mistari mingi sana. Hem, twende katika hoja ya kwanza ni kwamba lengo la kuleta dhiki kuu siku za mwisho ni kuwatofautisha walio wa Mungu na wasio wa Mungu. Yaani ni kama mtu anapopembua. Mtu anze kwa sababu tushasema watu ni wepesi kuelewa mistari ya duniani, methali. Hebu wewe niulize, ukitaka kujua mtu wako utamjua kwenye dhiki au kwenye maraha? Mungu ndiye anachokifanya. Mungu anataka kujua walio wake. Rafiki wa kweli utamjua wakati wa dhiki. Rafiki wa kweli ni yule anayekufaa wakati wa dhiki. Ndio maana yake. Kwa hiyo ndio, na usifikiri kuna kitu wanadamu anakifanya ambacho Mungu hakutangulia kukifanya. Ukiona wanadamu anafanya kitu fulani, ujue Mungu ndiye aliyekiumba, ndiye aliyekitenda. Kwa hiyo ni kuwatofautisha Mungu watu wake wa kweli kweli na wasio wa kwake feki. Dhiki kuu itatofautisha wacha Mungu na watu wanaoabudu Bwana na kuruka. Na kwambia sisi wa Kristo. Dhiki kuu itawatenga kabisa huku kabisa. Anasema hawa watachukizwa, hawa wataambatana na mimi. Dhiki kuu ndio itakayomwambia Mungu rafiki wake ni. Mungu sio kusema kwamba hajui, anawajua walio wake, lakini anataka kuithibitisha dunia ili kusudi hata akimpa hukumu amwambie okay, unaona sasa tulishathibitisha. Na wewe unajua, mimi najua kama Mungu. Lakini wewe katika udogo wako unafahamu kwa sababu unajua ulikosimama. Ulienda ukachukua namba ya mpinga Kristo. Na nilishasema namba ya mpinga Kristo haingii nyumbani kwangu. Kwa hiyo sunayo bwana sunaiona kwenye mkono wako wa kuume, sunaiona kwenye sasa. Lakini ingekuwa ni wakati wa furaha, watu wote na Mungu tunakupenda wote. Angeweza kupata shida kujua ni nani. Mungu sina mimi nilikuwa nakuimbia. Mungu anasema okay, nilikuwa naniimbia kwenye dhiki kuu nimekutofautisha. Ulirudi kwa bosi wako. Amina. Hoja kwanza tusome katika kitabu cha maneno ni mengi lakini huu mstari huu mstari tuliusoma leo naomba nisiurudie. Mathayo 13:19 na 20. Anasema lakini kwa sababu inawezekana kuna watu wanaweza kutufuatilia ambao hawakutufuatilia mwanzo, ngoja tufanye kwa sababu kuna watu wengine pia. Mathayo 13:19 na 20 nasema hivi. Mathayo 13:19 na 20 nasema hivi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asilewe nao, huja yule mwovu akaninyakua. Twende mstari wa 20 anasema hivi. Tuanzie mstari wa 20 anasema hivi. Mbele kidogo hapo. Anasema naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitokea dhiki, unaweza kutumia neno ukasema itakapokuja dhiki kuu. Sasa, ikitokea dhiki ndio utamjua kwamba alikuwa na mizizi au hakuwa na mizizi. Kwa sababu kabla ya dhiki huyu mtu alikuwa anaonekana yuko sawa. Lakini dhiki ilipotokea sasa, mizizi yake ndio ikajulikana. Ikitokea dhiki au udhia, mateso manake, kwa ajili ya lile neno, mara kuchukizwa na kujitenga. Unaona? Kwa hiyo Mungu atakuwa analeta dhiki kupima ni nani mwenye mizizi. Ni nani wa kwenda naye mbinguni. Mungu atapeleka vitu ambavyo sio vikamilifu. Ni nani ana neno limeota ndani ya moyo wake. Na wokovu. Yohana 6:60 anasema hivi. Turuke mbele vitabu viwili, turuke Marko na Yohana na Luka, twende Yohana. Yohana 6:60 anasema hivi.
Ana 6:60 anasema hivi. Twende ngoja nijaribu kusogea haraka kwa sababu basi tunasoma 60 alafu turuka 66 anasema hivi. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Mstari wa 66 anasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Mstari wa 67 basi Yesu akawaambia wale tenashara, je, nanyi mwataka kuondoka? Mstari wa 68 basi Simoni Petro akajibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe ndiye unaye maneno ya uzima wa milele. Unaona kwamba walipokuwa Yesu alikuwa na watu wengi, walipokuwa kwenye raha wanaongea mahubiri ya kawaida ya vitu vya kawaida, na huku nyuma walikuwa wametoka kula chakula watu 20,000 na kitu. Walikuwa wote wako na Yesu, lakini ilipokuja wakati wa kujitafakari ni nani neno gumu, wakarudi nyuma. Hii ni mfano wa maneno ya dhiki. Unajua wakati mwingine neno la Mungu ni kama dhiki, inakutia hofu wakati mwingine. Na Mungu, Biblia inasema lazima tuwe na hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni kuwa na neno na hofu ya neno lake. Kwa hiyo haya mazingira acha mtoto. Acha mama mshike mtoto. Na usiruhusu apigane. Sio vizuri. Kwa hiyo dhiki hii, maneno haya, kipindi ambacho sio cha furaha ndicho cha kukujulisha ni akina Petro na wale wengine waliokuwa wameiunganisha pale. Walirudi nyuma, hawakurudi tena kwa Yesu. Kwa hiyo dhiki kuu itakuja kumtenganisha Petro na watu wanao, yani itakuja kutenganisha waumini wa kweli na washabiki. Tusome katika kitabu cha, na hii nitaisoma kwenye King James. Twende katika kitabu cha Ayubu. Nani anahisi kwamba Ayubu alikuwa ameambatana na Mungu kweli kweli? Okay, tujiulize, ukipimwa kwamba Ayubu kweli alikuwa ameambatana na Mungu, ni wakati ule mambo yake yanaenda vizuri na anaangamia 5,000 ana kila kitu, au wakati wa dhiki zake? Ipi ni wapi ambapo alithibitisha kwamba ni wa Mungu kweli? Kwenye raha? Wakati wa dhiki. Sasa kwenye dhiki, tutaona sababu nyingi, lakini ni sababu moja wapo. Tusome katika kitabu cha Ayubu mlango na anasoma kwenye King James. Ayubu mlango ule wa 13 15 anasema hivi. 15 anasema hivi. Naomba uweke alama pale kwamba unahitaji tafsiri ya King James. Anasema, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Anasema, na hapo chini kuna sema ameweka kama nyota akifafanua. Anasema hata kama ataniua. Ayubu anasema kwenye shida nizo nazo sijafa, nilikuwa naomba. Lakini hata kama ataniua, nitakufa nikiwa bado namtumainia. Huyu anaongea kama kina Shadrach, Meshach na Abednego. Anaongea kama Daniel. Huyu huyu tayari yuko tayari kwa lolote. Sasa hii dhiki ya Ayubu, katika watu wanaopita kwenye dhiki kubwa kwenye Biblia hakuna aliyemzidi Ayubu. Hii dhiki iliyopima ndio sababu akapata thawabu kubwa baada ya hapo, kwa sababu aliushinda ule mtihani. Kujua kwamba kweli umefaulu lazima uushinde mtihani. Mtihani ni raha au ni shida? Unasema ulikuwa mtihani, sherehe ilikuwa nzima mpaka soda zikazidi, ule mtihani ulikuwa mgumu. Hakuna huo mtihani. Lakini mtihani ni dhiki. Dhiki tena ile kuu, mtihani mkuu. Hivi watu wanafanya mtihani wa mwisho mdogo au mkubwa? Lazima Mungu alete mtihani mkubwa. Ndio makusudi ya Mungu. Anasema hata kama ataniua bado nitamtumainia tu. Hicho ni kipimo kwamba huyu ni wa Mungu. Lakini hata kama akinibariki akanipa magari 5 na bado nitaendelea kumtumainia. Hapo ni moja kwa moja iko wazi. Labda uwe mkengeufu kiasi gani. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 14. Tuko tunajibu ile hoja ya kwanza na najaribu niende haraka. Tunajibu hoja ya kwanza kwamba ni kipimo cha kutofautisha walio wa Mungu kweli kweli
na washabiki wa mbwembwe bwana shaka ndipo hapo hizo pumba zitaondoka kwenye dhiki kuu na kuhakikishia wazi kabisa hizo pumba haziwezi zikakaa kwenye ule ungo. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 14 mstari wa 9 anasema hivi. Mstari wa 9 wa Ufunuo anasema sikiliza ili chekecho hivi. Amina. Tusikie ile chekecho, dhiki kuu ni chekecho. La kujua ni pepeteo. Anasema na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama au sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo na kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto kwa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Unaona kwamba dhiki kuu ndio itakuja na muhuri, na itakuja na muhuri wa shetani, itakuja na chapa ya mnyama. Sasa Mungu anasema wale watakao kuwa wameshaipata ile chapa nao wataungana na yule mnyama na shetani wao na nabii wa uongo. Sasa usipokuwa na kipindi cha kupeana hiyo namba utamjuaje? Si mpaka kwa hiyo Mungu atatumia hicho kipindi cha watu kupokea ile chapa kujua ni wapi wanaoenda na huyo aliyewapa. Ni kama njia ya kutenganisha. Ni sehemu ya mateso, lakini unaona kwamba kuna na muhuri ndani yake kabisa. Atakayegongwa muhuri anasema hata tayari na muhuri wa kuondoka, wa kwenda kwa shetani. Anasema katika vitu ambavyo mtu anaweza kupokea alama ya mnyama namba 666 akarudi kwa Kristo. Mungu anasema bana huyu tayari ana muhuri wa kwenda, ana ticket tayari huyu. Hii safari haigeuki nyuma. Safari za Mungu nzito huwa hazigeuki nyuma. Uairishi. Anasema katika kitabu cha kwa hiyo tunaweza kuendelea na mambo mengi. Twende. Nadhani hiyo hoja imeeleweka. Niongeze mistari. Twende hoja nyingine kusudi tusishinde hapo. Twende hoja ya pili. Kwa hiyo hao watu wanasema bwana wa maneno watapepeteka kirahisi sana. Kwanza wasiotegemea kwamba watapita kwenye dhiki kuu. Hivi ukimwambia mtu ulize. Tutoe mfano. Dhiki kuu ni aina fulani ya mtihani. Tutakuwa ni changamoto ya mtihani mkubwa. Hivi ukimchukua mwanafunzi ambaye ameshajiandaa, amebeba bana tarehe fulani mwezi fulani mwakani utakuwa na mtihani. Anza kujiandaa. Na huyu ambaye anakuambia hakuna mtihani, baadaye akamwambia hebu jiandae, chukua karaka, nenda kafanye mtihani. Yupi ataufaulu? Huyu aliyeambiwa kwamba njoo. Kwa sababu hata ukikataa ile dhiki itakuja. Sana utaamshwa tu usingizini, unaambiwa ingia kwenye dhiki. Kwa hiyo utaangukia popote pale. Kwa hiyo hoja inayofuata ya pili inasema lengo la dhiki kuu ni kuieneza injili. Muda wote. Kabla sijafafanua mtu katika Mathayo, kwa sababu tushasema Mathayo 24 ndio ilikuwa habari za haya mambo. Zilipoanzia alifafanua na Kristo mwenyewe kwa kinywa chake. Na bila hata mafumbo alikuwa anaongea waziwazi. Mathayo 24 tusome mstari wa 14 anasema hivi. Mathayo 24:14 anasema hivi. Tena unaona katika habari hizo walikuwa wanaongelea mambo haya yatakuwa lini na nini? Anawaambia hivi, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Unaona kwamba hivi vitu vimeshikana. Kwa hiyo kwenye dhiki kuu ndipo injili itafikia mataifa yote. Na hata kabla yapo anasema hii na Biblia kwa kweli uwezo kaisemea, inajisemea kila kitu. Unajua amesemaje? Anasema itakuwa ni kwa ajili tu ya ushuhuda. Mtu maana hawa watu walishapata injili. Lakini ngoja tuwaletee mara nyingine ya mwisho wasije akasema ni zamani tulishasema hapana, nyakati hizi za mwisho tunawapa na injili. Umo kwenye mateso. Anasema unaona kwamba kutakuwa kuna kuhubiri injili mpaka mwisho. Mathayo 24:14. Anasema hoja ya pili na tuseme leo hii ngoja niwaambieni mimi nimekuwa nasoma historia ya ulimwengu huu. Sio mtaalamu sana, sio eneo langu, lakini kwa kiasi fulani ni rahisi kujua haya mambo.
hakuna kipindi ambacho dunia iko katika raha na utoshelevu wa mambo yote kama kipindi hiki tulichoka. Kipindi ambacho unaweza kukaa hapa kama umemmisi mtu yuko Mwanza, yuko Ulaya, mkaongea mkaonana live. Habari safi. Yaani hata kama amebadilika ameota mvi utamjua. Zamani tu mtu akiwa mkoa kama Morogoro unaweza kutuma hata barua isifike. Sawa? Mtu ana shida, anaweza katoka hapa chochote akafika akawa na shida labda mtoto wako yuko shule ukamtumia hela kwenye M-Pesa akapokea papo hapo. Sawa? Juzi nimepita nilikuwa kwenye soko moja hapo si mji gani. Vyakula vipo vingi. Vingi. Unaona wateja hawapo kabisa. Yaani shibe ya dunia. Leo hii mtu yuko hapa naona Marekani mambo yanayoendelea kwenye TV. Leo hii kuna entertainment. Kuna umeme, kuna vitu vingi duniani. Leo mimi wakati sisi tunakuwa hatakuwa tunavaa viatu. Leo hii watoto wote wanavaa viatu kwa sehemu kubwa. Okay, ni si waseme kuna wengine hawana. Lakini vile vile tofauti ipo ndogo ndogo. Kwa hiyo sasa kipindi cha amani kwa kawaida, kipindi cha furaha huwa hakiendani na kufanya kazi ya Mungu. Ni kipindi cha kula na kupumzika. Yesu aliwaambia asema je, watu wana uwezo wa kufunga kwenye sherehe? Wakasema tuko kwenye sherehe lakini wote tumefunga. Sherehe haipo. Kipindi hiki watu wako kwenye sherehe. Sasa kwenye sherehe hakuna kazi. Ni kula na kunywa. Hakuna kufanya kazi kwenye sherehe unakuwa umepumzika. Mfano tumesema tutakuwa na sherehe ya Christmas kwa watu tukapeleka hizo tutakuwa tuko tunakula na kushiba. Sasa Mungu anaona mimi nataka watu wafanye kazi. Niwapeleke injili. Kwa hiyo lazima muda wote wakati wa shida na tabu ndicho kipindi ambacho kazi inafanyika. Kwa hiyo hoja tunayoona ni kwamba injili kipindi cha shida ndipo itakapoenea. Kwa sababu kabla ya hapo kutakuwa na raha na utoshelevu na nani, lakini hem tuende sehemu nyingine. Tuende katika kitabu cha Yeremia. Yeremia mlango twende haraka. Yeremia mlango wa 48 11 na 12. Sikiliza hali wakati wa furaha hii ya dunia. Na sio mara ya kwanza dunia ishapita kwenye kipindi vya raha, amani, tulivu, mavazi mazuri. Leo hii kuna mitindo watu wanavaa mpaka unaogopa. Mlango wa sasa hivi vipindi vya furaha huwa haviendani na kuchapa kazi. Hasa injili. Mlango wa 48 11 anasema Yeremia. Anasema hivi. Moabu hii ni taswira ya waovu wa dunia, taswira ya Moabu. Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira zake, wala hakumiminwa kutoka katika chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Unafikiri mstari wa 12, basi tazama siku zinakuja asema Bwana ambazo nitampelekea wamiminao, nao watamumimina nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake na kuzivunja chupa zake vipande vipande. Unadhani Mungu alikuwa anamsifu Moabu kwamba mambo yake yametulia yako vizuri? Alikuwa hajamsifu. Anasema kwamba mtu asipomiminwa na nini, hata kama ni yani kama mfano hata kama una mafuta ukayaacha tu yakagandiana yanaweza hata yakaharibika. Lazima ukae unayamimina unafanya nini? Unayachemsha. Ndicho Mungu anachokifanya ili kusudi yao mazuri. Wanadamu kimwacha kwenye hizo furaha za dunia, atajisahau sana. Hasa katika nyakati za kufunga ukurasa. Anaendelea katika kitabu cha twende Matendo ya Mitume 8. Matendo ya Mitume 8 tutasoma mstari wa kwanza, tutaruka mpaka mstari ule wa 4 na 5. Matendo ya Mitume 8. Amina. Jamani tumechoka. Tukatize somo. Bana tusikatize jamani. 8:1 anasema Matendo ya Mitume 8:1. Siku ile hao watu ni kanisa jipya kabisa. Ni hakuna Petro, bado Kristo ndo ameondoka duniani. Kanisa halijawa na msingi yoyote, hawana nini. Lakini bado Kristo hakuwaacha, akasema hawa watu bado wageni ngoja niwaache watulie. Aliona ngoja niwatikise wafanye kazi.
Anasema hivi, mstari wa 8, mlango wa 8 Matendo ya Mitume 1 anasema siku ile kukatokea adha. Biblia King James anasema dhiki kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria isipokuwa hao mitume. Hao mitume waligangamara hao. Sikiliza mstari ule wa 4. Anasema hivi. Mstari wa 4 anasema tuende mbele. Lakini wale waliotawanyika, hao watu walitawanyika kwa furaha au kwa shida? Kwa shida. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akamhubiri Kristo. Unaona kwamba hawa watu walikuwa wametulia. Sasa walipotikiswa wakamiminwa wakakimbia na Biblia zao. Yani kama hapo huko hapa siwezi nikaenda Msumbiji. Unaweza kukimbia ukajikuta unaanza kuhubiri wakina nani wa Msumbiji. Wamachinga wa Msumbiji. Wapo huko. Wengine wako huko, wengine wako huko. Kwa sababu ya dhiki. Hii dhiki ileta faida ileta hasara. Ileta faida. Watu waliokoka. Hapa ukumbuke Filipo ndipo alikutana na yule towashi wa Kikushi. Injili kaja mpaka Afrika. Kwa sababu ya dhiki. Sasa nasema kama nacheka lakini sicheki kwa sababu ndio ukweli ulivyo na ngeniambia ni nene kibinadamu ningekwambia uongo. Ningesema Mungu atatuletea furaha lakini kwa sababu haikuandikwa hivyo na sikutuma kusema uongo, nitasema kweli. Lakini nitasema nacheka kana kwamba ni mazuri. Lakini kama Mungu ameyaweka basi mimi naamini ni mazuri eti. Anasema katika kitabu cha twende kwenye Filipi kabla ya kwenda Timotheo, sijui kwa nini namtafuta Timotheo haraka. Filipi 1. Mtu muangalie Paulo wa Filipi mlango wa kwanza tu mapema pale. Anasema mstari ule wa Filipi 1:12 tusome. Filipi 1:12 anasema hivi. Sikiliza maneno. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametoka zaidi kwa kuieneza Injili. Tujifanye hatuyajui haya mambo. Anasema mambo yote yaliyonipata yametoka zaidi ili kusudi Injili ienee. Haya mambo unadhani tujiulize tu sisi wenyewe bila hata kusoma sehemu nyingine na kufafanua. Unadhani yalikuwa ni mambo yaliyonipata yalikuwa ni mambo mazuri au mambo mabaya? Haya mambo mabaya kimsingi. Na Paulo anaieleza sehemu nyingine. Anaendelea anaifafanua anasema sikiliza sasa anasema mambo gani? Anasema hivi mstari wa 13. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Unajua Paulo alipokuwa Filipi na Sila walimhubiri yule askari. Wasingeenda gerezani nadhani askari angeponea wapi. Injili inakupeleka hata shimoni. Yaani adha itakukimbiza mpaka shimoni utahubiri injili ya kitu utakutana nacho. Leo hii kuniambia kwamba nipeleke injili Kariakoo itaniwia vigumu sana nisiwadanganye kwamba mimi na wewe ujasiri. Kutane na wale watu wamefunga vilemba mpaka nani huku. Sio rahisi. Lakini kwenye adha mtajikuta jamani Mungu wako ni yupi ni? Hebu pokea kaka injili bwana. Mungu alisema sitawapungukia sitawaacha Unamwamini? Anamwamini. Pale kwenye dhiki. Tunaona kwamba hawa watu wanaopeleka injili wako kwenye dhiki, kwenye furaha upeleke injili. Amina. Amina. Tumalizie kwa kusoma Timotheo wa kwanza mlango wa 3. Timotheo wa kwanza 3 anasema tuanzie mstari wa kwanza. Timotheo wa pili samahani. Tena Timotheo wa pili. Timotheo wa pili anasema hivi. Tena Timotheo wa pili 3:1 anasema hivi. Lakini fahamuni neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe,
wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wachafu wa kiroho, wasio wasafi. Na maneno mengine wameyakosea, wasaliti na nini. Hao watu wako kwenye siku za karibuni za mwisho au siku za mwanzo? Za mwisho, si ndio? Za kuelekea kwenye nyakati za Mungu kuja kuchukua kuifunga dunia hii, kurasa wa dunia. Sasa hao watu ni wengi, ndio sio? Ndio walio wengi. Hawa watu ukiwaangalia kwa maisha haya, kwa mienendo hii, wako safari ya mbinguni, wako safari ya motoni. Hawa watu wako kwenye safari ya motoni. Safari yao sio nzuri. Ni safari mbaya. Sasa naomba watoto watofautishe wakiwa wengi pamoja wanacheza. Tujifunze kwa tunza. Kwa hiyo tunaona wako safari ya wapi? Ya kupotea hawa. Hebu tujiulize, hawa watu wenye kupenda fedha. Jamani naomba tusichoke tuende tufuatilie somo. Hawa watu wenye kupenda fedha, hawa watu wenye kiburi, wenye kujisifu. Kama kuna vita na dhiki, hizi tabia wanaweza wakazifanya? Hawawezi, watakuwa wanajaribu kuokoa nafsi zao. Sasa Mungu anaangalia hili kundi hili. Nikiliachia kwenye furaha zake, viburi vitakuwa vingi. Nikiachia kwenye furaha zake, watakuwa wenye kujisifu. Hao watu watapotea. Ngoja ni humu yamkini ni watikisetikise kidogo, viburi vitapungua, wawe tayari ya kurudi mbinguni. Kuna watu watapona wengi sana kwenye nani? Kwenye dhiki kuna kwa kishi. Sawa, miili inaweza kaumia, vyovyote vile, lakini roho nyingi zitapona. Kwa sababu hizo nyakati zinazoendea siku za mwisho, Mungu angetuacha akatukuta tumelalala tumefurahi, wengi wamepotea. Bora atukute tuko katika kukimbia na kumtafuta na kuomba msamaha na nini, wengi watapona kwa ajili ya dhiki. Kwa hiyo unaona faida ile dhiki. Je, Mungu anastahili kuleta dhiki kabla ya siku za mwisho? Anastahili wapeleke wakiwa kwenye raha zao. Haki ya Mungu iko pale. Tunaiona. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo hoja, lakini ngoja niishie hapa ili kusudi niweze kumalizia hoja. Jana nilikuwa naugua moyoni, najiuliza haya mambo nitahubiri ndani ya saa moja turoka niamalize au nitata. Nashukuru tumeenda haraka. Nienda vizuri. Kwa hiyo tumebakiza hoja mbili ndogo tumalize. Anasema hoja ya tatu. Kwa hiyo tumeona hoja ya kwanza, tumeona Mungu ataleta dhiki kuu ili kusudi aweze kutofautisha walio wake. Hoja ya pili, nini kusudi watu waweze kuokoka, waweze kupona, wa injili iweze kuhubiriwa mpaka kwa mataifa yote. Na bila kufanya hivyo watu wakajisahau na raha zao, wengi watapotea na watapotea vibaya. Mwake jehanamu ni pabaya kuliko dhiki ndogo ndogo. Anasema dhiki yetu ni wakati mdogo tu. Dhiki fupi tu. Hoja ya tatu sasa itakuwa ni ya moja kwa moja, ni kuipatiliza dunia kwa dhambi zake. Unajua dhambi, Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mwenye rehema. Biblia inasema Bwana kama ungehesabu, sehemu ya King James inasema if you could mark our iniquities. Kama ungeweka alama kila kosa, kila dhambi unaweka alama, je, nani angesimama mbele yako? Mungu ni mwenye rehema sana. Na ndio sababu tuko salama. Ndio sababu tuna amani. Ndio sababu tunapitia kwenye shida, lakini anatukumbuka, tunamwomba hata tunakosea anatujibu. Lakini vile vile Mungu ni mtakatifu. Kila dhambi lazima ihukumu. Hem, tuulize. Watakatifu wa Mungu waliomwamini wanatenda dhambi au hawatendi dhambi? Wanatenda dhambi. Tuseme ukweli, si ndio? Sawa. Lakini tumeona kwamba dhambi zote Mungu anazitupa motoni kule kwenye jehanamu. Na watakatifu hawaendi huko. Sasa hizi dhambi zao walizozitenda kwenye mwili hizi, ni wakati gani sasa zitalipwa? Of course sehemu nyingine ni kutunyima baraka, lakini dhambi nyingine lazima ni hatari, ni dhahiri sana, zinahitaji vipigo vikubwa. Mungu ni mtakatifu kwa kweli. Lazima wakati mwingine tumsemee. Leo hii mtu akifanya kosa, kwa mfano anakubaka mtoto wa miaka 5, anasema tusimwonee huruma, tumfunge miaka 60. Huyo ni mwanadamu. Mungu anachukia na dhambi kuliko mwanadamu anavyochukia na dhambi. Kwa hiyo ana haki ya kuchukua hatua kali sana, na ana haki kabisa, ni mtakatifu, ni msafi, ana haki ya kujilipiza kisasi. Kwa hiyo tunaona hoja ya pili, Mungu atakuwa na tumeona dhiki kubwa sana itawaangalia, itawaumiza watu wa kanisa. Lakini ni sehemu ya malipizi ya dhambi zao, dhambi zetu.
na kuhakikishia sasa kwa jinsi hiyo. Kwa kiwango tunavyojitakasa, tunavyotembea katika na kuzithibitisha njia zetu mbele za Mungu, ndicho kiwango kidogo tutakachopigwa kwenye dhiki kuna kuhakikisha. Sehemu kubwa watu kwa mfano watu wengi watakao chinjwa ni watu walioamini wakaendelea kuishi katika mauchafu hao. Wanachinjwa. Lakini wewe uliokuwa unajua kweli ukatembea katika kweli, hiyo hatua hutafikia. Yamkini ndio ambaye Mungu atafupisha siku. Anasema sasa huyu nilikuwa nimemtunza mpaka mwisho, watamaliza ngoja ni wahi. Anakuja kabla ya wakati. Kuipatiliza dunia kwa dhambi. Tusome katika na hii ukiangalia watakao patilizwa ni Wakristo kwa sababu hawana sehemu nyingine. Hawaingie kwenye jehanamu ya moto. Hata kama mtu ameokoka baada akatoa na mimba 50. Haingii motoni. Biblia inasema. Sasa Mungu anasema hii damu nitailipa watu. Motoni haendi. Njia pekee mimi niwapitishe katika chujio lao nao. Honestly speaking. Na Biblia imethibitisha maandiko mengi. Hem tuende katika kitabu cha hem sikiliza mstari wa ajabu. Biblia haijifichi. Tusome Petro wa kwanza mlango wa 4. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17. Hem sikiliza maneno uniambie Mungu anasema nini. Petro wa kwanza 4:17. Anasema hivi. Petro wa kwanza 4:17 anasema hivi. Kwa maana wakati umefika wa hukumu. Mtu anayehukumiwa ni mtu mwenye makosa au si na makosa? Lakini Biblia inasema sisi hatuna yeye amwamini Yesu. Biblia inasema haingii hukumuni. Lakini Petro anasema wakati umefika wa hukumu kuanza. Wakati huu unakuja hukumu inaanza. Mturudia anasema kwa maana wakati umefika kwa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Hawa ni watu wa duniani au ni watu wa Mungu hao? Hukumu inaanzia wapi? Nyumbani. Kwa nyumba watu wa Mungu. Sasa hawa watu wanaokuambia tutakuwa hatupo. Basi hawako kwa Mungu hawa. Kwa sababu Mungu anasema hukumu yake inaanzia nyumbani. Ndio sababu dhiki itaanzia kwa watu wa Mungu, alafu inafuata ile ya dunia. Kulingana na Petro anayejua haki yote ya Mungu katika roho wa Mungu, anasema hukumu inaanzia nyumbani kwa Mungu. Dhiki kuu itakuwa ni hukumu dunia kwa dhambi zake. Kuipatiliza dunia kwa dhambi zake. Kwa hiyo kwa kiwango kichache cha dhambi tunachokifanya ndicho kiwango kichache cha dhiki kuu tutakayopitia na kuhakikisha. Mungu hawezi kadanganya. Anaendelea anasema haishi nyumbani mwa Mungu. Mstari ule anasema anaenda mbele. Anasema na ikianza kwetu sisi. Sisi ni watakatifu. Petro anasema na yeye anajihesabu. Petro alipitia kwenye dhiki kubwa nyingi sana. Alifungwa. Leo Mkristo akiwaambia tuku hataki. Anasema mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Anaogopa, anasema mwisho wao utakuwa mbaya zaidi. Anaendelea anasema kwa hiyo tumeanza na Petro. Twende sasa tuangalie Mungu alivyo mtakatifu. Tusome Zaburi ya tusome kuna mistari mingine. Tusome Samuel wa pili. Samuel wa pili 7:14. Sikiliza maneno ya Mungu. Samuel wa pili. Maneno ya Mungu yameanza zamani kabla ya mimi na wewe kuwepo. Kwa hiyo vitu vingine vya nyakati za mwisho anasema ndani ya kitabu cha zamani kama Samuel. Sikiliza maneno ya Mungu anasema katika Samuel wa pili 7:14 anasema hivi. Samueli wa pili 7:14 na 15. Twende haraka kidogo. Anasema hivi. Samueli sikiliza maneno ya Mungu alivyo mazuri. Anasema hivi. Mungu anasema, mimi nitakuwa baba yake. Alikuwa anasema habari za Sulemani uzao wa Daudi. Taswira yake ni sisi wote, watu waliookolewa. Daudi ni taswira ya Kristo. Anasema hivi, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu.
akitenda maovu nitamwacha, sitamwadhibu. Ndicho alichoandika. Anasema hivi, nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu. Nakwambia nitawapa kapigo kadogo. Na kuhakikishia dhiki kuu itakuwa ukilinganisha na mapigo ya dunia ambayo sio mapigo ya wanadamu, ni mapigo ya miujiza hii. Hailingani kabisa, ni kapigo kadogo. Anaendelea anasema, lakini fadhili zangu hazitaondoka kama vile nilivyomwondolea Sauli niliyemuondoa mbele yako. Anamaanisha kwamba huyu pamoja kwamba nitampiga kwenye dhiki na nini na kumnyima baraka akinikosea, lakini huyu nitakuwa naye. Maana yake huyu siwezi nikamwacha, ni wa kwangu. Huyu haingii motoni. Hiyo maana ya mistari. Na anaithibitisha katika Zaburi ya 89. Tunaenda vizuri sasa. Zaburi ya 89. Yaani masomo kama haya msiaache, hamtakaa myapate. Hayapatikani sehemu nyingine. Huwezi kuyapata. Na si nini mimi? Sio kasema amejisifia, hapana. Nichukue sifa ambazo sio za kwangu, ama nisome maneno yangu. Anasema katika kitabu cha Zaburi ya 89 mstari wa 20, tunasoma 20 tutaruka mpaka 30, anasema 89:20 anasema hivi. Nimemwona Daudi ndio taswira ya Kristo. Mtumishi wangu nimempaka mafuta yangu matakatifu. Na anaendelea mstari wa 30, wanawe wakiacha sheria yangu au wakinikosea wasiende katika hukumu zangu, wakiziharifu amri zangu, wasiyashike maagizo yangu. Hao ni Wakristo hao. Basi nitawarudi makosa yao kwa fimbo. Ile fimbo tunayoona, fimbo ya binadamu. Na uovu wao kwa mapigo. Lakini sasa sikiliza, Mungu aliye mwenye heri. Lakini sasa anasema, lakini fadhili zangu sitamuondolea yeye, wala sitafanya uaminifu wangu kuwa uongo. Mimi sitalihalifu agano langu, ni sitalibadili neno nililotoa mdomoni mwangu. Anamaanisha kwamba yeyote atakayemwamini Yesu Kristo ameokoka. Yaani hata akinikosea nitamchapa tu kwa vitu vidogo, lakini wokovu nitaendelea kumpa milele. Lakini utawaambia tuishi maisha mazuri ili kusudi. Hapana, ni kwamba tumeandikwa katika ukoo wa Daudi, ukoo wa Yesu, wa Kristo. Nasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 25. Mimi unajua huwa nashawishika nisihubiri kwa mistari mingi, lakini usipoweka mistari mingi unapungukiwa kweli. Na uwezo kusema kwamba nasoma mistari, tunaifafanua. Sina mstari ambao naacha hivi. Anasema katika kitabu cha Yeremia 25:29 anasema hivi. Yeremia 25:29 anasema. Tuko tunaangalia hoja kwamba Mungu atakuwa anapiga wale watu waliomkosea lakini bado atawapeleka katika unyakuo. Atawabeba, ataenda nao mbinguni. Mimi na wewe na kuombea na naamini upo. Na mimi nipo. Anasema katika kitabu cha Yeremia 25:29 anasema hivi. 25:29 anasema hivi. Yeremia anasema hivi. Maana angalieni, ninaanza kutenda mabaya katika mji uitao kwa jina langu. Hii hoja inatofautiana ile ya Petro kule. Mungu anasema ninaanza. Mungu anatupenda, usituambie vitu vibaya, lakini Mungu ameandika hivi. Kosa langu likusema nini? Kosa la Biblia nini? Anasema angalieni, naanza kutenda mabaya katika mji uitao kwa jina langu. Je, mtaachiliwa ninyi ni msiadhibiwe? Hamtaachiliwa msiadhibiwe, kwa maana nitauita upanga ule uwapige wote wakao katika dunia. Hii kitu inagusa dunia, haipigi dunia. Inawaacha watu wa Mungu. Lakini nasema ni pigo dogo tu, ni vipigo ni kama unavyomadhibu mtoto wako. Biblia inasema mtu anayependwa na Mungu lazima amchape ili kusudi mzazi anayempenda mtoto wake lazima amchape ili kusudi amfanye nini? Asimharibikie. Asifunzwe na wazazi, afunzwe na ulimwengu. Usisubiri mtoto akafunzwe jera. Mage Zanzibar jera linaitwa sehemu ya kurekebisha tabia. Usisubiri akaenda jera kwa vipigo vya askari. Mchape akiwa bado nyumbani kwako. Amina. Lakini tunaambia siku hii kuchapa watoto ni kuwachukia. Kuna wababa wabaya hawapendi watoto wao, wanawachapa. Kweli kuna wababa wabaya, wanalewa, wanachapa watoto wakiwa wamelewa. Biblia inasema Bwana wa majeshi.
Unaona kwamba analeta mapigo, anaanza na nyumba yake ili kusudi aitakase dunia yake. Ndio kweli. Tusome katika kitabu cha Zefania na tutakuwa tunafunga, tutamalizia bado kidogo na ningetamani kusema kama tunafunga bado. Tusome katika Zefania 1:12 anasema. Biblia inasema katika kitabu cha Zefania, muulize Mkristo wa leo Zefania inahusu ni Biblia, anamwambia haituhusu. Iko wapi hajui. Zefania Hagai, Zekaria unafunga na Malaki Zefania mlango wa kwanza 12 anasema hivi. Anasema hivi. Kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa. Huyo Mungu amekuja na taa na kagua huko. Unadhani atakuwa anachunguza nini? Watu walioficha fedha? Mungu hayuko interested na hayo mambo. Anakuwa anachunguza matendo ya wanadamu. Anasema nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, miongoni mwa miji itakayopigiwa kwenye Yerusalemu yenyewe. Kwa hiyo kuna maana ya Yerusalemu kama Yerusalemu, lakini akimaanisha watu wa nyumba ya Mungu. Nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Yaani wanaolewa tupo tu, hatuna shida, hatuna. Yaani tupo tu. Watu wanaishi kama kwamba asema hapana. Wale watu ambao wamejisahau nitakuja na tani wa wachunguza. Nikisha gundua nitawashughulikia. Lakini nitawachapa fimbo za kibinadamu nzuri za kuwasafisha na kuwalea. Anaendelea. Anasema tufunge hii hoja na tuko tunaelekea kufunga kabisa. Tufunge hii hoja kwa kusoma kitabu cha Wathesalonike Wathesalonike wa pili. Naomba ukija hapa uje ushibe ili sudi ukienda uende ukacheue. Unajua hakuna kitu. Ulishawahi kula ukashiba ukaanza kucheua unasikia vizuri. Ndio sio? Sio kucheua kule pumzi mbaya. Ni kucheua tu shibe. Unatoka hapo unacheua. Au bado tuongeze chakula kijatosha? Chakula kinatosha hakitoshi? Kinakaribia kutosha Shibe ipo. Lazima tushibe. Anasema katika kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango ule wa kwanza tu. Wathesalonike wa pili 1:7 na 8 anasema, sikiliza maneno anasema hivi. Wathesalonike wa pili 7 na 8. Mlango wa kwanza mstari wa 7 anasema hivi, na kuwalipa ninyi, tuanzie mstari wa 6 anasema hivi, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika na uweza na maneno mengine kama haya. Unaona kwamba anasema atakapokuwa anakuja, anafunuliwa sasa. Anakuja. Atakuja kama kulipalipa visasi. Kulipa mtu matendo yake. Sasa muktadha wa hili somo ni kana kwamba mara nyingi watu wa dunia wanamtendea vibaya mtu wa Mungu. Kwa sehemu kubwa ndio wanamtesa. Lakini hata mtu wa Mungu kuna vitu anawatendea wenzake. Kwa hiyo Mungu analeta haki sawa kulingana. Aliyevuna 7 anapata 7. Anakuleta haki sawa ya Mungu. Hoja ya mwisho ina mistari mitatu tu mifupi. Hoja ya mwisho ina mistari mitatu mifupi. Anasema na mistari mingi nimeiruka sikuisoma. Lakini tuiache tu. Mstari wa hoja ya mwisho anasema kuwaonesha. Hii ni hoja nzuri sana. Naomba hii aliyelala amke aisikie vizuri. Ni hoja ya msingi sana. Huwa sijawahi kuisikia na kubiu. Lakini nimeikuta kwenye Biblia. Inasema hivi, kuwaonesha wanadamu hasara ya kumkataa Yesu na kumpenda mpinga Kristo. Unajua mtu anaweza katoka hapa labda ni kijana akaenda akaposa binti. Akamwona huyu binti ni labda ni mshamba, labda ni nini, akajifanya anamwacha akaenda akaangukia kwa kahaba ambaye anavaa minisketi vya kisasa sasa. Akafikiri ameoa, ndio. Siku
yule nusu kahaba atakachomfanya ndipo atagundua mpaka ateswe na huyu ndipo atagundua faida ya yule wa kwanza. Ndio sio? Sasa ni mpaka mpinga Kristo aishughulikie dunia ndipo watu watakapomjua Kristo alikuwa uzuri wa Kristo wataujua. Mpaka upate ubaya wa mtu mwingine ndipo utajua uzuri wa yule ambaye hukumpata. Ni methali ya Kiswahili inasema hivi. Mimi nifundisha sana methali nyingi. Kwa hiyo naomba niwe nazirudia. Anasema mbuzi hajui faida ya mkia wake mpaka ufanye nini? Ukatwe. Ni mpaka pale uone huyu uliyemchagua wakati unasema haka mkia hakana faida. Kristo huyu hana faida. Unamkata. Unapata usiache mbachao kwa msala upitao. Hebu angalia ule msala upitao. Hebu some tuanzie tutaanza na agano jipya tutafuka na agano la kale. Luka na mistari miwili ya mwisho. Luka 17 anasema hivi. Luka 17 Luka ule mlango wa 17 anasema hivi. Luka 17:22 anasema hivi. Napotea. Luka 17:22 yes niko pale anasema hivi. Akawaambia Yesu anasema, waambia wanafunzi wake siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu msiione. Tena nawaambia anaendelea sina haja. Anawaambia hivi, si mnaziona siku zangu leo hii tuna nguvu ya Kristo iko duniani. Watu wanaweza kaenda wakaabudu. Leo huwezi kusema mpinga Kristo anaitawala dunia. Siku za Kristo zipo. Leo kwa mfano kwamba siku ya leo ni ibada, ni siku ya Kristo kwa sababu Kristo anahubiriwa. Lakini Kristo anasema hivi, hizi siku mnaziona mnazichezea. Siku zitakuja mtazitamani. Anasema siku zitakuja mtakapotamani siku moja. Sema ile Jumapili tuliokuwa tunasikia injili tunasubiri, tunazizia ningeipata. Anasema hamtaipata. Ni Kristo alisema ni mimi nilisema. Kristo anasema siku zinakuja mtakapotamani siku moja tu hamtaipata. Itakuwa haipo. Mpinga Kristo ndiye anatawala dunia. Si siku za Kristo ni mlikuwa mna nafasi ya kwenda labda kuabudu, kujifunza neno la Mungu nyewe mnaenda disco. Mnaenda baada ya kumshangilia Kristo mnashangilia Simba na Yanga. Mtaitamani Kristo. Anasema tungejua tungemsaidia. Anasema sasa mtakuwa hamna uwezo kuipata. Kwa hiyo anataka kutuonyesha kwamba siku zake zilikuwa nzuri, hizi za huyu mliyemchagua mlipokuwa mnajiandaa kumpokea ndizo zilikuwa mbaya. Hamkujua tu. Sasa sisi leo tumesema anasema tazameni nimetangulia kuambieni kabla hajatokea kuzuri mchague fungu lilo jema. Anasema emsikiza habari za mpinga Kristo kwenye agano kale. Anasema katika kitabu cha Zakaria mlango wa 11 kile kitabu cha pili kutoka mwisho kabla ya Malaki kuna Zakaria pale. Zakaria mlango wa 11 mstari wa 15 na 17 anasema hivi. 11 15 na 17 anasema na nafungia hapa kwa hiyo aliyechoka ajue kwamba tumemaliza. Sema Bwana akaniambia jitwalie vyombo vya mchungaji mpumbavu. Nani anaongelea mpinga Kristo? Sasa anachukua jukumu la Kristo anajifanya naye ni mchungaji. Kwa maana tazama mimi nitainua katika nchi hii mchungaji ambaye hata waangalia waliopotea wala hata watafuta waliotawanyika. Yesu Kristo anasema nimekuja kutafuta kilichopotea. Mchungaji huyo sasa nitamuinua mpumbavu. Sikiliza nyakati zake mambo yake yatakuwa yanaendeleaje. Anasema hivi wala hata mganga aliyevunjika wala hata mlisha aliyemzima. Chakula cha kwanza kabisa ni neno la Kristo. Kuna neno la Kristo unaweza kupata kwa mpinga Kristo. Bali atakula nyama ya wanono na kuzirarua kwato zao. Ole wake mchungaji asiyefaa aliachaye kuni upanga utakuwa juu yake. Mpinga Kristo mwenyewe tutaona wiki ijayo naye yatamkuta vile vile. Atakuwa wa kwanza kutupwa katika ziwa la moto. Akiungana na nabii wa uongo, baadaye joka baba yao anakuja baada ya vita vya Gogu na Magogu. Na juu ya jicho lake la kuume mkono wake utakuwa umekauka kabisa
na jicho lake la kuume litakuwa limepofuka. Ndio sababu leo utakuta watu wale mailuminati wacheza muziki na wacheza nini, unakuta anapiga picha wamefanya hivi. Sema huyu mchungaji unadhani watu watakuwa hajasema kwamba wamemchagua, lakini kimsingi watakuwa wamemchagua. Unadhani huyu mchungaji atakuwa mchungaji mzuri? Sasa lengo ni kuonyesha okay, mimi ni mchungaji mwema, hamunitaki. Dunia haitaki. Basi ngoja niwainulie mchungaji mpumbavu ambaye ana jicho moja limepofuka, ambaye anararua kwato, muone kidogo raha yake. Ndio leo Mungu anataka kutuonyesha ukikata mkia mbuzi anaumia kiasi gani. Amina. Ndio kweli. Ndio kweli. Anasema katika kitabu cha Zakaria mstari wa mwisho, baada ya hapo siongee tena. Mstari wa 12 tulikuwa mlango wa 11, tuende mlango wa sio mlango wa 12, tuende mstari wa 10 mpaka 14 anasema hivi. Nami Zakaria 12:10. Nasema hivi, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kipindi cha mchungaji, hiyo habari inaendelea. Kipindi cha mchungaji wa mateso yake ndipo watu watakuwa na roho ya kuomba. Huku kwenye disco hawaombi. Amina. Kwenye mipira ya Champions League na Simba Yanga hawaombi. Kwenye kupiga picha Facebook, kuna mmoja alikuwa amejiandaa. Huku nyuma anakuambia niko na Kristo, niko na nini? Huku mbele amevaa kisuruali mpaka kimemchora viungo vyake vyote. Anakuambia niko na Yesu, niko na Yesu. Alafu huko hao ndio watu ambao anakuambia atawaletea mchungaji ambaye jicho lake la kuume limekauka na mkono wake wa kuume pinga Kristo. Anasema atapata jeraha la kufa. Anaendelea. Anasema nitawaletea. Sasa kipindi hicho ndio watu watakuwa na uwezo wa kumwomba Mungu. Nao watamtazama yeye waliyemchoma. Yule tuliyemkataa tukamchoma tungemtama. Sema anamtamani Kristo, tunaomba. Waliyemchoma unadhani ni nani? Ni Kristo. Lakini wakati wao wana mchungaji mwingine. Mungu anaipatiza, anawakumbusha kwamba mimi nilikuwa mchungaji mwema mkanikataa. Atawakumbusha kwa nini walimchagua Baraba wakamkataa Kristo. Baraba atakapowageuka, sasa alikuwa jambazi, akaanza kuwavunjia nyumba, akawaibia TV zao, akawachoma mikuki, ndio watajua kwa nini walimchagua Baraba wakamkataa Kristo. Ndio taswira huu mstari. Anaendelea anasema nao watamzama waliyemchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeao mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake. Sema ninga alicho. Sema tazama siku zinakuja mtatamani siku moja hapo maana Adam itakuwa haipo. Jamani tumtafute Bwana wakati Mungu anapatikana. Kuna wakati atakuwa kulingana na neno la Mungu. Watu watakuwa na mlili. Naweza kaendelea lakini na kuna habari za bonde la Megido na Magedoni tunaona wiki ijayo. Taishia hapa. Naona sababu zote za kutosha. Je, niulize swali la kufungia. Mungu ana haki ya kuleta dhiki kuu, hana haki? Mungu ana haki. Nasema nipimeni, nithibitisheni kwa maneno. Mungu ana haki ya kuleta dhiki kuu. Baba wa mbinguni nakushukuru kwa mema na fadhili zako. Tunasema asante kwa kila neno la leo. Asante kwa kusanyiko lako hili Mungu, naomba baraka zako Baba. Watu waliokusanyika kwa jina lako Mungu. Wengine wana njaa, wengine wana shida, wengine wana hofu. Wengine Mungu hata hawaja kujua vizuri mfalme. Kama vile mimi sio kujua vizuri Mungu, tunaomba ukaendelee kututetea. Ukaendelee kutulinda na haya magonjwa. Ukaendelee kubariki watu wako Mungu. Asiwepo wa kujuta, asiwepo wa kulala macho, asiwepo wa kusumbuliwa na mashetani na wachawi. Mungu wa mbinguni ukawalinde kwa sababu unaweza. Mungu wa mbinguni umeambia maneno yako basi kathibitishe kwa vitendo. Baba ukatawanyike nao, ukatawanyike na sisi wote Mungu. Utukusanye tena wakati mwingine kwa jinsi ninakupendeza mfalme wa falme. Linda na familia zao, hata ndugu zao walioko mbali na hata wanaotufuatia kutokea mbali Mungu. Wote wanaolikiri jina lako Kristo, ukawathibitishie mkono wako wa ushindi. Mungu nakuomba ukaponye mioyo, ukaponye viuno, ukaponye magoti, ukaponye vichwa, ukaponye magonjwa yote ya mifumo ya kupumua na vingine vyote mfalme ajabu, na ukawalishe rohoni na mwilini. Kristo nakushukuru kwa damu yako, ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu tunaamini tunakupokea. Amen.